Ndugu zangu Waislamu, kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa yeye ndio muendeshaji wa taratibu zote zinazojiri katika ulimwengu. Lakini katika uendeshaji huo ametuwafikisha mimi na wewe tukawa tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ni mtukufu, sayyidu shuhur, mwezi ambao ndio bwana wa miezi yote mingine, mwezi ambao mja akiutumia vizuri anasamehewa dhambi za mwaka mzima uliopita. Ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man swama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayeufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan, kwa kusadikisha, wa ihtisaba, na kwa kumtakashia Mwenyezi Mungu ibada hiyo, yani akitarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu, basi Mtume anatuambia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa mtu huyo ma taqaddama min dhanbihi, yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hivyo huu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu akimuwafikisha mja akautumia vizuri kabisa, basi mja huyo atatoka katika mwezi huu, au mwezi huu utaondoka yeye hali ya kuwa ni maghfuran lah, hali ya kuwa ni mwenye kusamehewa dhambi zake. Kwa hivyo ni muhimu na ni busara kwa sisi ambao Mwenyezi Mungu ametuwafikisha kuukuta mwezi huu mtukufu kujipinda ndani yake, ili tuweze kupata hayo aliyoeleza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kusamehewa dhambi. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya ya 20 anasema, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu nyie muabuduni Bwana wenu alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na amewaumba wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaquna, ili mpate kuwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatueleza kwamba tumuabudu Mwenyezi Mungu, ili kilele cha ibada hiyo ni kufikia watu katika uchamungu, kufikia watu katika daraja ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Kimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uwanja wa ibada ni mpana. Mwenyezi Mungu ameweka ibada namna nyingi mbalimbali, aabudiwe kwa namna nyingi mbalimbali, lakini miongoni mwa ibada ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataka waja wa muabudu katika ibada hiyo ni ibada ya saumu, ibada ya kufunga. Katika suratu hiyo suratul Baqara aya ya 183 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, kumefaradhishwa juu yenu kufunga kama kulivyofaradhishwa kufunga huko kwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utaona mlengo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutuwekea ibada ili tufikie daraja fulani ambayo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataka waja wafikie katika daraja hiyo,
kwani daraja hiyo ndiyo daraja itakayomfanya mtu apate malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyoeleza katika sura nyingine, innal muttaqina fi dhalalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo tumetangulia kusema, ametutaka tumwabudu ili tufike katika daraja ya uchamungu, lakini vile vile kumbe ametufaradhishia saumu ili itusogeze na kutufikisha katika daraja ya uchamungu, tufike katika daraja ya kuwa tunaweza kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake. Kwa sababu daraja hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu katika ayati nyingi katika Qur'ani ameeleza mambo mengi. Inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atrab. Kini katika surat Al-Mursalat Mwenyezi Mungu anasema innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, hakika almuttaqin, wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao wanafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanajiepusha na makatazo, hao fi dhilalin wa uyuni, watakuwa chini ya miti iliyotatizana, wa uyuni, na watakuwa katika chimbe, yani katika chemchem za maji huko peponi, wa fawakiha, na watakuwa huko peponi wanakula matunda mimma yashtahun, katika yale ambayo wanayatamani, sio matunda tu yaliwe, watakula katika kile ambacho wao wanakitamani, wakile vitu watachakula. Wataambiwa kulu washrabu hanian, hao wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko peponi wataambiwa kulu washrabu hanian, kuleni na kunyweni, hanian, hali ya kustarehe, bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale ambayo mliokuwa mkiyatenda huko duniani. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika sisi kama ambavyo tunawalipa wacha Mungu malipo mazuri hayo, najzil muhsinina, tutawalipa wote watakao tenda mambo mema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ibada, miongoni mwao swaumu, ili tufikie katika daraja kubwa ya uchamungu, tufikie katika daraja ya uchamungu. Uchamungu maana yake nini? Kwa lugha rahisi, uchamungu ni imtithalu awamirillahi wajtinabi nawahihi. Hiyo ndio lugha rahisi na nyepesi. Uchamungu maana yake imtithalu awamirillah, ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu, kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, wajtinabu nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake. Kwa hivyo daraja hii haifikiwi hivi hivi, inafikiwa kwa ibada mbalimbali ambazo ameziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa ibada hiyo ni as-sawm, kama alivyosema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu amewafaridhishia waje kufunga ili waje kufika katika daraja ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo yake. Kwa hivyo hiyo ndio daraja ambayo ina malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukuta katika Qur'ani nzima Mwenyezi Mungu ametaja uchamungu, kumcha Mungu mara kadhaa, mara nyingi zaidi, kwa sababu ndio daraja anayokusudia Mwenyezi Mungu kwa waja wake waifikie kwa kule kutekeleza ibada mbalimbali. Kwa hivyo ndugu yangu wa Muislamu, mwezi huu wa Ramadhani, mwezi huu wa kufunga, ni mwezi mtukufu kweli. Ukiutumia vizuri
utakusogeza na kukufikisha katika daraja ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka Ramadhani itakuwa imetoka, basi wewe utakuwa umesogea katika daraja ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake. Kwa hivyo aya tulizozitaja zinatuhimiza tufanye juhudi za ziada kuhakikisha kwamba tunautumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani vizuri, ili utusogeze na utufikishe katika daraja ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani yake. Ni mwezi mtukufu kwa kweli, kama utautumia vizuri utakusogeza mahala ambapo utakwenda kupata malipo makubwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna malipo makubwa kama kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndiyo malipo makubwa ambayo mja akiyapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atakuwa amepata malipo makubwa. Ni mwezi mtukufu, mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa waja. Uongofu kwa waja ndio kitu ambacho kinawaongoza waja waweze kujua namna ya kumwabudu Mola wao, waweze kujua nini Mola wao anawataka wafanye katika maisha yao haya ya ulimwengu. Khatibu katika moja ya jambo ambalo ametaka kutuzindua, ametuambia faya ayuhan nasu, enyi watu nyie, kadi nazala bikum Ramadhanu, hakika umekufikieni nyinyi mwezi mtukufu wa Ramadhani, nuzula dhaifi au ibn sabil, umekufikieni nyinyi mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwafikia kwa mgeni au anayepita njia. Umeshuka kwenu nyinyi mwezi wa Ramadhani, tayari umeingia, lakini ujio wake huu mwezi ni kama vile mgeni anapofika mahala kwa mwenyeji wake. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana ni muda fulani mtaishi ndani ya Ramadhani, lakini baada ya muda Ramadhani itakuwa haipo, itaondoka. Kwa hivyo anatuhimiza mgeni huyu Ramadhani amefika kwetu sisi kwa muda, kama aya zinavyoeleza kwamba ni ayyamam ma'dudat, ni masiku machache. Hii Ramadhani ni masiku machache, ni siku 30 tu au siku 29, takuwa Ramadhani tayari haipo. Kwa hivyo anatuhimiza kwamba tuitumie hii Ramadhani iliyotukuta kwa huo muda mchache uliopo, ili tuweze kunufaika nao, ili uweze kutunyanyua daraja, kutufikia daraja ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tufikie daraja ya kuweza kufutiwa madhambi yetu ambayo tumeyafanya masiku yaliyopita huko nyuma. Sisi waja hatuepukani na madhambi. Kila siku, usiku na mchana, tunafanya dhambi kadha. Kuna dhambi za macho, kuna dhambi za masikio, kuna dhambi za mikono, kuna dhambi za mdomo, kuna dhambi za tumbo, kuna dhambi tunafanya dhambi yote. Ukisalimika na dhambi ya mdomo, basi ya macho haikukosi. Ikikukosa ya macho, basi ya masikio haikukosi. Ikikukosa ya masikio, basi ya tumbo haikukosi. Kwa hivyo tumetawaliwa na madhambi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaweza kusema kwa rehema zake juu ya sisi viumbe wake, ametuletea mwezi ambao ukiutumia vizuri ni kifuto cha kufuta dhambi ambazo
zimepatikana huko siku za nyuma. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na kwa fadhili zake juu ya waja wake atuwafikishe kuweza kuutumia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani katika namna yake, ili tuweze kufaulu na kufikia daraja ya kumcha Mwenyezi Mungu na kufikia sehemu tufutiwe na sisi madhambi yetu. Kwa hivyo khatibu anasema kad nazala bikum ramadhanu nuzula dhaifi au ibn sabil, hakika umekufikieni nyinyi mwezi mtukufu wa Ramadhani kufika kwa mgeni au kwa mpita njia. Amma kalili yadhhabu fasaidu man faza fihi bil amali aljalil wa badara bightinami taati fafadhlul amali jasim. Khatibu anatuhimiza kwamba hivi punde mwezi huu mtukufu wa Ramadhani utaenda zake, utaondoka, lakini fasaidu man faza fihi bil amali aljalil, mtu mwema ni yule ambaye atakuwa amefaulu ndani ya mwezi huo bila amali aljalil, kwa kufanya amali tukufu, amali njema. Huyo ndio atakuwa amefaulu na ndio atakuwa ameutumia vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhani, na atapata hicho ambacho kimo ndani yake. Tena wabadara bightinami taati, na akafanya haraka katika kuzifatia faida taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akafanya taa mbalimbali katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili aweze kupata daraja tukufu na ili aweze kufika katika hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kufaradhisha mwezi huu kwa waja. Kwa hivyo ni masiku machache, tuyatumie vizuri kwa kufanya taati mbalimbali, tufanye taa mbalimbali. Mwezi huu mtukufu umezidishwa malipo katika amali zake. Ukifanya amali katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, amali zake zinafanywa kawili. Ukiswali dhuhuri katika huu mwezi wa Ramadhani, dhuhuri hiyo moja yako inakuwa ni dhuhuri 70 kwa malipo. Na ukifanya sunna katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi sunna hiyo inapata daraja ya sawa sawa na mtu alifanya ibada ya faradhi. Kwa hivyo utaona ni mwezi kweli, kama tutautumia vizuri tutasogea katika taratibu za maisha yetu na katika daraja zetu. Ndugu zangu Waislamu, napenda tu niwazindue kitu kimoja. Sisi Mwenyezi Mungu ametuumba kwa hikma zake na kwa fadhili zake na kwa utashi wake, kwa matakwa yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sidhani katika sisi kuna ambaye ana kumbukumbu labda ana namna fulani hivi iliyomfanya aumbwe katika ulimwengu. Ukimuuliza mwanadamu yoyote katika ulimwengu hana hilo, bali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye kwa fadhili zake, kwa rehema zake, kwa hikma zake ametuumba sisi wanadamu na viumbe wengine katika huu ulimwengu. Lakini akatuwekea taratibu katika huu ulimwengu kutokana na muundo wa taratibu za maisha ambayo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Sisi wanadamu na viumbe wengine tumeumbwa tuishi katika huu ulimwengu kwa muda, alafu tutahama kutoka katika maisha haya ya ulimwengu, tutakwenda katika maisha mengine. Maisha hayo tunayoyaendea ndiyo maisha ya milele, ndiyo tutadumu milele huko. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mafundisho na maelekezo kwa kupitia mitume wake watukufu, kwa kupitia vitabu vyake vitukufu, tuishi vipi katika ulimwengu ambao tunaishi katika kwa muda tu, na tutagura hapa katika ulimwengu kwenda katika maisha yetu ya milele. Sasa Mwenyezi Mungu ameleta mitume kadhaa, Mwenyezi Mungu ameteremsha vitabu kadhaa ili vitoe muongozo watu waishi vipi katika huu ulimwengu. Kwa hivyo miongoni mwa miongozo ambao Mwenyezi Mungu amewapeleka mitume kutoa miongozo hiyo, ameleta vitabu kwa ajili ya miongozo hiyo, ni haya ambayo yanaelezwa katika Qur'an.
ni haya ambayo anaeleza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwao ni hii saumu ambayo tunayo. Kwa hivyo tukitumia haya maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufahamisha katika kitabu chake kitukufu Al-Qur'an, tukitumia maelekezo ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, basi sisi tutakuwa ni wenye kufaulu na tutakuwa tumefikia katika kiwango ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka sisi kwa hekima zake tufike katika kiwango hicho, ili hayo maisha aliyoyaweka ya Mwenyezi Mungu ya baadaye tuweze kufikia katika istihqaqi ya kupata maisha mazuri. Kwa hivyo hatutoyapata maisha ya baadaye mazuri kama hatutofanya juhudi za makusudi, sababu ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakushindwa Mwenyezi Mungu katika ufalme wake kuwaumba waja akawatia peponi, hilo halikumshinda. Hakushindwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake kwa sisi viumbe kutuumba alafu akatutia motoni wote. Hakushindwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? La yusalu, Mwenyezi Mungu yeye haulizwi amma yafalu. Mwenyezi Mungu haulizwi kuhusu yale anayoyatenda, yeye haulizwi, anafanya anayolitaka. Fa'alun lima yurid, Mwenyezi Mungu ni mwenye kufanya mno yale anayoyataka. Yeye Mwenyezi Mungu kwa ule uungu ana uwezo wa kufanya lile analolitaka bila kuulizwa, lakini kwa fadhili zake na rehema zake kaweka taratibu kadha. Hizo watu wakizipita basi watapata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadhanu. Asema Abu Hurairah, atakum Ramadhanu, imekufikieni nyinyi Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi wenye baraka, mwezi ambao ndani yake kuna baraka nyingi mno. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama, amewajibisha Mwenyezi Mungu azza wa jalla juu yenu siyamahu, kufunga mwezi huo wa Ramadhani. Tuftahu fihi abwabu samaa, ufunguliwa katika mwezi huo milango ya pepo. Ufunguliwa katika mwezi huo milango ya pepo. Milango ya pepo inakuwa wazi ili waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiwa ni ishara kwamba rehema za Mwenyezi Mungu ziko karibu mno na waja wa Mwenyezi Mungu. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na hufungwa katika mwezi huo wa Ramadhani milango ya moto inafungwa, kuashiria kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu ana huruma zaidi na waja wake. Endapo watakapotaka rehema zake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawarehemu na atawaepusha na adhabu ya moto. Alafu akasema Mtume katika watughallu fihi maradatu shayatin, na hutiwa mapingu mashaitani, hutiwa mapingu wale mashaitani, hufungwa wale mashaitani. Alafu akasema walillahi fihi, na ana Mwenyezi Mungu katika mwezi huo lailatun, ana usiku huu mmoja, khairun min alfi shahrin, usiku huo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurima, atakayeziwiliwa na kunyimwa heri za usiku huo, basi huyo ameziwiliwa na kheri zote. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika rehema zake, angalia rehema za Mwenyezi Mungu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huu Mwenyezi Mungu kuna usiku huu mmoja. Usiku huu ameufanya Mwenyezi Mungu ni bora kuzidi miezi 1000, ni bora kuzidi miezi 1000, ni bora kuliko miezi 1000. Yani usiku mmoja kuanzia giza linapoingia
mpaka kabla kuchembuka alfajiri, muda huo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Maana yake nini? Atakayefanya ibada ndani ya kipindi hicho atakuwa amefanya ibada za kuliko miezi 1000, takriban miaka 80 na kama 83 hivi. Ndani ya kipindi hicho takriban kama masaa kadhaa, wewe ukifanya ibada ndani yake, ukasoma Qur'ani, ukasimama katika usiku, ukaswali, ukatoa sadaka katika usiku huo, ukafanya namna fulani ya ibada katika usiku huo, umeifanya ibada hiyo zaidi kuliko miezi 1000. Sasa angalia rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kawaida tu, kwa maelezo ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliposema amaru ummati ma baina 60 wa 70, umri za umma wangu ziko kati ya miaka 60 na 70. Ni wachache mno katika hao ni wachache mno wanaopetuka hiyo miaka 70, anakwenda 80 huko 90 100. Ni wachache mno katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametukadiria umri wetu ni miaka 60 mpaka 70. Hapa ndio umri wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa huu umri wa miaka 60, sio kwamba miaka yote 60 wewe unafanya ibada, sio kweli, sababu kuna umri wa utoto, kuna mambo kadhaa sengine ibada. Wewe tukichukulia tu umri wako kama umri, ndani ya miaka yako umefanya sengine ni muda mfupi sana utakuwa umefanya ibada. Lakini Mwenyezi Mungu sasa kwa rehema zake katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani akaweka usiku mmoja, lillahi fihi lailatun, ana Mwenyezi Mungu katika huo mwezi wa Ramadhani, lailatun, usiku huu mmoja, khairun min 1000 shahri, mwezi huo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Ukifanya ibada, umefanya ibada zaidi ya miezi 1000, zaidi ya miaka 80. Sasa kadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku Ramadhani labda 30 hivi katika umri wako wa miaka watakayo kuruzuku Mwenyezi Mungu, labda Ramadhani 30 akuruzuku Mwenyezi Mungu, unaswadifu lailatu, huo usiku unaupata lailatul qadri, unaipata lailatul qadri, ima unasoma Qur'an, unaswali tahajjud, au unaswali witiri, au unaswali tarawih, unaswali al-isha. Maana hata ile al-isha inakuwa ndani ya usiku huo, kwa sababu ni usiku tu ukiingia tayari ule usiku ambao ni khairu min 1000 shahri umeingia. Kwa hivyo hata ukiswali al-isha katika usiku huo unakuwa umeswali al-isha zaidi ya miezi 1000. Sasa upate katika umri wako wewe una miaka labda 60 au na miaka 70, lakini Mwenyezi Mungu akuruzuku miaka 30 tu uswadifu, utakuwa una ibada za muda gani? Utakuwa una ibada za muda mwingi. Hivyo utaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawarehemu mno katika mwezi huu mtukufu waja wake, kawatengenezea mazingira ya kufutiwa kabisa madhambi, kwamba mja anaondoka katika mwezi huu hana dhambi, anaondoka mja katika mwezi huu amefanya ibada zaidi kuliko miezi 1000. Wachilia mbali dhuhuri zako ulizoswali katika siku zingine, wachilia mbali la aswiri na ishai, sadakati zako zifanya katika nini zilizofanywa kawili na kuzidishwa, hizo wachilia mbali. Lakini usiku huu ukiupata ukafanya ibada, umefanya ibada kweli kweli zaidi ya miezi 1000. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake atuwafikishe tuweze kuutumia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kuupatia faida. Lakini khatibu kuna kitu kikubwa kabisa amezindua katika hutuba yake, akasema falaisa as-saimu man taraka al-maakila wal-mashariba bali as-saimu man tabaada an irtikabi al-ma'ayib wa kaffa anin nasi adhahu wa takhallaka bikulli khulqin karim. Anasema khatibu, falaisa as-saimu man taraka al-maakila wal-masharib, hakuwa mwenye kufunga ni yule ambaye ameacha vyakula na akaacha vinywewa. Huyo ndio mwenye kufunga, akiwa na maana yani kufunga
maana yake sio kuacha kula tu na kuacha kunywa tu, sio maana yake hayo. Lakini akasema bali swaimu, bali mfungaji wa kweli kweli, man tabaada anirtikabil maaibe, ni yule ambaye amejiweka mbali na kutenda mambo mabaya, mambo ya aibu, mambo ambayo ni maasi, mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Huyo ndiyo atakuwa mfungaji wa kweli kweli, amejiweka mbali na hayo, akajiepusha na hayo. Lakini vile vile wakaffa anin nasi adhahu, na akaziwia kwa watu maudhi yake, asiwafanyie maudhi watu. Watakhallaka bikulli khuluqin karim, na akajipamba katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhani bikulli khuluqin karim, na kila tabia njema, akawa na tabia nzuri, akawa anaamaliana na watu kwa mema, si mwenye kusema maneno machafu, si mwenye kukaa na kusengenya, si mwenye kukaa na kutukana watu, akawaudhi watu kwa kuwafanyia mambo mabaya. Akajiepusha na hayo. Basi huyo khatibu anatuambia ndiyo swaimu wa kweli kweli. Kwa hivyo nyingine aliyozindua ni kwamba tunatakiwa tufahamu ya kuwa kule kuwa chakula peke yake na kule kuwa chakunywa peke yake sio kunatimiza swaumu. Swaumu inatimia kwa kuacha mambo mengine ambayo ni mabaya, kuacha allahu, kuacha arrafathu, kuacha maneno machafu, kuacha maneno mambo ya pumbao, kuacha kujishughulisha na vitu vya ajabu ajabu. Imekuwa wengi ukifika mwezi wa Ramadhani kama huu wanaona ni muda wa kupoteza wakati kwa kufanya lahu mbalimbali. Ni bora mtu apoteze muda wake kwa kwenda katika kijiwe, acheze drafti, acheze bao, acheze karata, yeye anahesabu ndio Ramadhani hiyo inaondoka. Kwa kweli huyu anashindwa kuelewa nini maana ya Ramadhani. Ramadhani haikuwa ni kupoteza muda bure. Ramadhani ni kufanya taati mbalimbali ambazo zitakunyanyua daraja wewe, zitakufikisha mbali, zitakufikisha daraja kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huenda lau kama unaitumia Ramadhani hii vizuri ikakutengenezea maisha yako ya baadaye, ukawa mja mwema kuanzia Ramadhani hii mpaka unaingia katika kaburi yako. Inawezekana kabisa, sababu ndio Mwenyezi Mungu ameleta mambo haya na watu wengi wamefanikiwa kwa hilo. Utakapokusudia kwa Ramadhani hii iliyokukuta una nguvu na uwezo, ukasema Mwenyezi Mungu nakuomba kwa Ramadhani hii badilisha maisha yangu, nilikuwa kadha, nilikuwa kadha, nilikuwa kadha. Kwa Mwenyezi Mungu maisha hayo tena nimeyahama kwa Ramadhani hii. Sasa Mwenyezi Mungu nidumishe katika ibadati, katika taati. Mwenyezi Mungu yu karibu mno katika mwezi huu kukubali maombi ya waja. Mwenyezi Mungu anakukubalia maombi yako na anayabadilisha maisha yako, na sasa unakuwa tena mja mwema mpaka unapoingia katika kaburi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuyapata hayo. Allahumma ij'alna min ibadika salihin waj'alna min warathati jannatika an-na'im. Allahumma hadina ila al-haqqi wa ila tariqika al-mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. الحمد لله مشرع الشرائع مقرر الأحكام مرسل الرسل لتبيين معالم الحلال والحرام مجزل العطاء لمن سلك الطريق المستقيم أحمده أوضح منار الحق وأعلاه وأشكره على ما تفضل به من الخير وأولاه وأتوب إليه وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله القوي سلطانه وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله البديع بيانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ذوي الخلق الكريم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فيا أيها الناس، قد نزل بكم رمضان نزول الضيف أو ابن السبيل، وعما قليل يذهب فالسعيد من فاز فيه بالعمل الجليل، وبادر باغتنام الطاعات ففضل العمل جسيم، وخلص قلبه عن الشر ومال إلى الخير، ونزه نفسه عن الكبر فصاحبه حليف النكال والضير، وتطهر في صيامه من كل فعل ذميم. فليس الصائم من ترك المآكل والمشارب، بل الصائم من تباعد عن ارتكاب المعايب، وكف عن الناس أذاه، وتخلق بكل خلق كريم، فألينوا فيه الجانب، ولا يسبن أحدكم أخاه، ولا يغضب إن سمع من أخيه ما لا يوافق هواه، وكونوا عباد الله إخوانا تنالوا غاية التعظيم. وأكثروا في رمضان من الصدقة وتلاوة القرآن، ولا تصرفوا أوقاتكم في الملاهي وذم فلان وفلان، ولا تفطروا بغير عذر، فمفطر رمضان سيلقى العذاب الأليم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وتقربوا إلى الله بالطاعات، فذلكم أزكى لكم وأطهر، وتوبوا إلى الله إن الله هو التواب الرحيم. الحديث: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم. أنهضنا الله وإياكم لأداء النوافل والفرائض، وسلم قلوبنا وقلوبكم من الشك والمعارض، ووفقنا وإياكم للعمل بما يرضاه، وخار لنا ولكم فيما قدره وقضاه برحمته وهو أرحم الراحمين. إن أحسن ما أفحت به الألسن الناطقات، وأبين ما شرح به الصدور المطبقات، كلام من لا تغيره الأيام ولا الأوقات. سبحان الله. والله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله السيد السند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد فاز المتقون. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي. وارض اللهم عن السبطين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.